بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 10 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya risala usul السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله شرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. فكي قول المصنف رحمه الله قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له من الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء قال شارح حفظه الله تعالى: قوله وترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، kuombea rehma masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote. فالسنة الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. سنة نكوombea رحمة نراضي مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم wote بدون استثناء. والأصحاب جمع صاحب، أصحاب ni wengi، mmoja صاحب. وأصح ما قيل في تعريف قول صحيح زيدي katika kueleza nani sahaba: أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. صحابة ni kila aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amemwamini wakati alipokutana naye na akafa katika Uislamu. ويشمل هذا التعريف الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين حنكهم صلى الله عليه وسلم بيده. na hii taarifu imekusanya ndani yake watoto wachanga au watoto wadogo waliomuona mtume sallam na watoto wachanga waliozaliwa akawafanyia tahnik. Tahnik ni kule kuweka tende katika mdomo ukawa ni mwenye kuisaga na meno ile tende, kisha yale mate yaliyo na maji ya tende kumpaka mafizi yake yule mtoto. Mtume sallam alikuwa akiwafanyia watoto wa masahaba. Kwa kila alifanywa hivi haisabika kwa nani ni sahaba. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم لهم مزية على غيرهم. نما صحابة وتكوفوا رضوان الله عليهم wao wana mambo yanawatofautisha wao
na watu wengine katika huu umma. Fahum qaumun اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان ولا يكون أحد مثلهم. ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hapaja kuwepo baada ya mitume watu mfano wa masahaba na wala hawatakuwepo. Bimaana ni wakati wa watu ambao wamepita, hakuja tokea watu kama wao katika wafuasi wa mitume, wala katika huu umma hawawezi kuja watu wakaona ubora kuliko masahaba mahma kana. Wa min fadailihim, katika fadhila za masahaba, jihaduhum ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni jihadi yao waliopigana kuinusuru hii dini pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa annahum naqalu ilayna ash-shari'ata wa ballaghu din Allah al-kitaba was-sunnata lil-umma. Masahaba wamenukuu kwetu sisi hii sheria, maana wamefikisha kwetu sisi hii sheria, wamefikisha hii dini Qur'ani na Sunna, wamefikisha kwa umma. Wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana baina adhhurihim, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa baina yao, bimaana wakiishi naye. Wa annahum shahadu tanzil al-Qur'an, katika fadhila ya masahaba wao walishuhudia Qur'ani kiteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. وأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم, ومسكية علم كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم موجكم موجه. فقد كان صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلتهم ويبين لهم معنى كتاب الله وما يشكل عليهم منه. تومي صلى الله عليه وسلم alikuwa akiwajibu maswali yao, akiwabainishia maana ya kitabu cha Allah na kila kinachowatatiza katika kitabu cha Allah, wakimuuliza, akiwaeleza. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء. sababu kama sahaba ni wabora wa watu katika huu umma na umma waliopita wote baada ya mitume wa Allah alayhim salatu wassalam. ولقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في فضلهم, zimekuja nusus katika Qur'an na Sunna katika kueleza fadhila za nani, fadhila za masahaba. Famin dhalika, hapa atataja baadhi ya nusus, pamoja na kuwa ulama wameandika vitabu vingi tu katika kukusanya fadhila za masahaba. Na karibuni kuna mmoja fulan al-Jarbu' kidha jina lake, alikuwa ni mwalimu wa Jamia Islamia rahimahullah rahmatan wasi'a, karibuni alifariki. Alikusanya kitabu Fadailu Sahaba katika mujallad takriban 10 au zaidi, kuzungumzia Fadailu Sahaba. كتاب مفيد جدا. أنظر katika mukaddima wake amezungumza vizuri aqida ahlus sunnah wal jamaa na masahaba katika mujallad wa kwanza, ameeleza vizuri sana. Unaweza kurejelea kipo maktaba hiyo. Pale ndani amekusanya ahadith nyingi sana zinazozungumzia fadhailus sahaba. قال فمن ذلك, katika nusus zilizokuja kueleza fadhila za masahaba, وصفهم الله تعالى في آخر سورة الفتح وصفهم الله تعالى في آخر سورة الفتح فقال تعالى, الله amewasifu masahaba katika mwisho wa sura al-Fath, asema Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah,
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نوالي وليوبموja na yeye masahaba ni wakali mno dhidi ya makafiri wanaopiga vita Uislamu maadui wa Uislamu wao ni wakali mno kwao na ni wenye kuoneana huruma wao kwa wao تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه utaona ni wenye kuinama na kusujudu bimaana watekeleza ibada ya swala haya yote wayafanya kwa malengo kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake hafanyi kwa ajili ya dunia wafanya kwa ajili ya akhira na hii ni tazkia kutoka kwa nani Allah subhanahu wa ta'ala awatakasa masahaba kwa nia yao si dunia nia yao ni kutaka fadhila za Allah na radhi zake سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ونعلام katika nyuso zao kwa athari ya kumsujudia Allah bimaana wana nuru inayokuwa katika uso wa yule anayetekeleza ibada ya swala wala simahum fi wujuhihim maimanishi alama nyeusi inayokuwa katika bapa mtu anaposujudu ile baadhi ya watu hufanya alama hii huwa ni kwa wale watu ambao ngozi yao yaathirika si kila mtu ufanye weusi na wengine afanye weusi hapa inakusudiwa ni ile nuru inayopatikana katika uso yule mwenye kufanya ibada utaona ile nuru ya kinyume na asiyeswali utaona kile kiza na dhiki alikuwa na fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka huyo aishi katika maisha ya dhiki ile dhiki leo katika moyo wake itadhihirika utaiona katika uso wake uso wapiga kiza kwa sababu ya uovu alikuwa nao huu ni mfano Allah ameupiga katika Taurat wanaovioni wataja hikma kwa nini Allah amewasifu masahaba kwa ibada nyingi katika Taurat kwa sababu mayahudi walikuwa wavivu sana wa ibada wana ilmu lakini hawaitendei kazi na kama Allah subhanahu wa ta'ala waambia mtaleta waja wangu kwa huyo mtume wa mwisho mtaleta waja wangu watakuwa na bidii sana katika ibada kuliko nyinyi kwa msijione mna ubora wote wale watakuwa na ubora wa kuwa watakuwa ni wenye kuitendea kazi ilmu walikuwa na fanya ibada sababu Mayahudi walikuwa si watu wa ibada ni watu wana ilmu lakini hawana amali upande wa manasara wao ni watu wafanya nini ibada mpaka wakazua uruhbani kwa mtu haoi au mwanamke haolewi kwa sababu wao ni watu wa ibada wakaiacha dunia kikamilifu wakawa hawafanyi hata kazi wao wamekaa tu fanya ibada yeye afanye kazi Allah alipopiga mfano wa masahaba katika Injili sababu manasara hivyo ndio walivyo Allah akasema wa mathaluhum fil injili kazar'in akapiga mfano wa mmea kulima shamba kazi kwa hao masahaba pamoja na kuwa ni watu wa ibada nyingi na ukiwatafuta katika kazi pia utawapata كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى mmea kama mfano wa mgomba mfano wake huo ukishamea ule mmea ukawa mkubwa hutoa nini watoto sio akhraja shatahu faazarahu katia nguvu katika wale watoto wake na hivi ndivyo wanavyosimama waumini yashuddu ba'dhum ba'dha almu'min lilmu'min kalbunyan hapa aonyesha ule umoja uliokuwa nao masahaba na namna walivyokuwa wakisaidiana na kusimama pamoja faazarahu fastaghlaba fastawa ala suqi kwa ukawa na nguvu ule mche ukakua ukawa na nguvu shina lake likawa na nguvu ukawa umesimama katika shina lake vizuri kabisa yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar
huwapendeza wakulima wakiona mti kama ule, sababu wao wajua wakulima ile kazi kubwa ya kulima mpaka mti ufikie kama ule, waelewa. Kwa hivyo Allah akawasifu masahaba kama mfano huu aliotoa katika nini? Injili. Kwa nini? Liyaghidha bihimul kuffar, makafiri wazidi kuwa na hasira dhidi yao, wazidi kubeba chuki dhidi yao. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هيني أهادي الله أمواهيدي مغفرة نأجر كوبا برياك ما صحابة ووت لكن يسكون ولي ارتد كما بنو حنيف ولي هويتوا ما صحابة وميلوا تعريف يا صحابي. كلا أنا إنجي katika تعريف يا صحابي ile huyo ni wa peponi, huyo ni wa peponi bila shaka. أثنى الله تعالى عليهم ووعدهم بالجنة. الله كوصفهم صحابنا كواهيد بجنة بيبو. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. kwa hivyo tafadhul iko baina wale waliosilimu kabla ya fathu Makkah na kufanya hijra na kutangulia na kile walichokitoa na wale waliosilimu baada ya fathu Makkah, wako tofauti katika fadhila, lakini Allah sema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, wote Allah amewaandalia nini? Al-husna ay al-janna. Qala wal husna hiya al-janna fakulluhum maw'udun biha. na hii ndio kauli ya ahli sunna na al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi akanukuu hii kauli kwa ahli sunna kuwa wameafikiana masahaba wote wenda wapi? Wenda peponi wote wote بدون استثناء. قال أثنى تعالى على المهاجرين وحصر الصدق فيهم. الله كوصف مهاجرين akafunga ule ukweli kwa wao, yani wao ndio wa kweli, katika wa kweli basi wao wako juu kabisa. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. hapa wazungumzia mafakiri muhajirin waliotolewa katika majumba yao na mali zao wakafanya hijra, wataka fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake na wamnusuru Allah na mtume wake. Ulaika, angalia hapo ndio ulaika humu amwalu wa amwalu imtarekebisha ulaika humu sadiqun, wao ndio wa kweli. hapo taona humu wa amwalihim, hakuna kitu kama hicho. Hii pia katika makosa ya hii kitabu. Maal asaf hii kitabu makosa yake mengi yako katika aya za Qur'an kuliko katika maandishi mengine. Aya za Qur'an zimekosewa. Wallahu musta'an. Inshallah fanye istidrak katika chapa nyingine wakitoa wao watarekebisha, inahitaji marekebisho sana hasa katika aya. قال ثم قال تعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. akathibitisha kufaulu kwa nani? Kwa Ansar. Hizi aya stenda sana kuzieleza kwa sababu juzi tu tumetoka kwenye kitabu cha Fadhlu as-Sahaba cha Falah Mundakar, tumeeleza mengi katika aya. ثم أثنى على من جاء بعدهم، إن شاء الله كوصف ولكجا بعد ياو. فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ويوتم يمرشوا تومبيرين مغفرة، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تومبي مغفرة وتتنغلية كتك إيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، تومرشوا تومبي الله أسيعليه كتك نيوزيت تشوكي ضد يوالي وليومين. ربنا إنك رؤوف رحيم. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة هي آية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله amewaridhia waumini walipokuwa wakimpa bai'a wakichukua kiapo cha utiifu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya mti na ni katika sulh al-Hudaybiyah mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yadkhulu an-nar insha Allah min ashabi ash-shajarati ahadun alladhina bay'u tahtaha hata ingia motoni insha Allah katika wale ambao walitoa bai'a chini ya mti hata mmoja wale walitoa bai'a chini ya mti haingii motoni hata mmoja na walikuwa zaidi ya 1400 au 1500 sasa yeye mwambie mshia kutajie 100 tu katika hao mwambie mshia hebu nitajie 100 katika hawa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara niletee 100 atashindwa mwambie 50 atashindwa mwambie 20 atashindwa mwambie 10 pia atashindwa Allah asema amewaridhia wao wasema wako motoni jamaa mshia kisha kuna baadhi ya watu wajaribu kuhadaa watu na kuambia kuwa hawa ndugu zenu kutoka wapi ndugu zako wewe unaizungumza sema hawa ndugu zangu ndugu zako wewe si ndugu zetu sisi hatuna undugu wa watu ambao watusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam undugu hatuutaki bakini nao kama vile nyinyi pia ukweli wenu hamuutaki waongo tu kwa jamani zisije senti zikawalewesha watu wengine waleweshwa na senti kuna wengine waleweshwa na exercise books kuna jamaa sio markazi gani Lamu kule ampiwa madaftari si ungesema ungesaidiwa na madaftari basi madaftari ya kufedhesha bwana kisha Allahumma sallim ala Muhammad jifanya wao pia wakadhalika ajifanya zungumza kile Kiarabu cha Wairani kile baba wewe ndugu yetu Mborali bwana pia mambo haya pia naitwa nani sijui yule jamaa pia wewe waingilia mambo kama haya bwana kwa sababu exercise books zimenunuliwa kwenye bookshop wapewa exercise books wazipanga hivi kisha ndio utoe hutuba mmeona nafikiri ilikuwa enezwa ile clip kisha akifika mahali Allahumma salli afanya kusudi kama wanaofanya wale wa Iran vile kama wao basi na wale ufurahi kweli tumpata watu hawa watu matapeli mwanzo dhehebu lenu la kufuru kisha hawa watu matapeli kwa sababu mkiondoka tu hawaamini moja mnaowaambia ati kuwa hawaamini mkiwaambia kuwa Ali ni Mungu huyo amini Mungu si mashia ndo mnavyoamini hivi watakusema hawa wanaosema haya waamini kuwa Fatima ni mbora kuliko Mtume Muhammad sallam kama mashia sababu mashia wasema Fatima ni mbora kuliko Mtume Muhammad sallam hawaamini hivyo waenjoy tu lakini athari yake itakuja baadaye kwa wale watoto maskini pale wanaoketi pale wakiitikia hawajui na hapa ndio yaje masuhulia makubwa sana juu ya ahlus sunna kubainisha haki na kuyaweka wazi mambo masuhulia mazito la kusikitisha utaona watu wanaojinasibisha na sunna habari hawana na jambo kama yani kuna baadhi ya makhurafi watu wa tariqa hao pia hawakubali haya mambo ya mashia wanayofanya tuwe insaf katika hilo wako baadhi yao na wasimama wazungumza mpaka kwenye ma TV wazungumza kwenye maredio wazungumza kwenye mihadhara wazungumza hasa wewe mtu wajinasibisha na sunna washindwa na mtu khurafi ya kukubali ushia wako
hata katika mji wa Lamu pale wako makhurafi ambao wameukataa ushia kabisa na wakaupiga vita na waupiga vita na wafanya da'wa kupiga vita. Aja mtu bwana ajinasibisha na sunna bwana kisha aketi na mashia bwana. Kuna uwanja fulani hapa siutaji hapa, kuna mahizbi fulani utaona wako na mashia bwana, kwa sababu watengezea uwanja wa mpira wako na mashia. Alafu mmoja mkidanganya watu katika msikiti ya Ahlus Sunna bwana, watu kama hao hawataki wapewe nafasi kabisa katika msikiti ya Ahlus Sunna. Ankuja baba kaa kando, kwa nini? Achana na wale. Basi kama usalafi ya mutaki ile sunna matata yenu pia zamani pia mlegeza legeza mpaka mmekuwa hivyo salala jamani. Yani imefika hadi kama hiyo. Na kubwa ambalo la wababaisha watu ni dunia. Kiangalia makini utakuta kubwa ambalo la wababaisha wengi katika watu ni dunia, masalih dunyawiyya. Yampeleka mtu mpaka kufunga mdomo. Kwa makosa makubwa sana. Watu wapotezwa, familia nyingi zimekwenda na maji. Leo tarehe 10 Muharram, baadaye mtakuja kuona klipu zaenezwa za watu kwenye foleni ya kujipiga kifua sehemu za Lamu, tena hasa huko sehemu za Lamu huko kwenda hivi. Na kuna pale Swafaa pale mtoji bwana, vipingo sio pale, ingawa ile skuli imfeli acheza hii skuli hata makafiri pia kusomesha kuliko nyinyi, jiingiza tu bure nini bure si bure. Unaona jamaa watakuja upande wa mashule mdanganyi watu, sababu mashule watu wayapenda. Sasa wataka quality education, hawataki upuzi. Sasa kumwambia bure alafu kiangalia mwalimu wako mwenyewe hajifai, akiambiwa H2O nini hajui, ati mwalimu wa chemistry ambiwa basi bwana hapa kuna mazumbo cook, wacha tuende tukatafute elimu kwingine. Huko watu walizigura shule zao zimefeli, lakini mtatumiwa clip watu wajipiga. Niangalie ni makini, huwa jamaa watuma wale representatives wao kasijui ni watu wa Iran ama wapi, pia wao wajipiga. Lakini hawa vijana huko kwetu Hussein yule afanya hivi awangalia tu wale waswahili wetu, jamaa jigusa jamaa yetu ajipiga kweli kifua kwa ajili ya shilingi 500 labda atapewa baada hapo. Kama watu wa kampeni yani 500 ashika ajipige kifua kisawa sawa. Akitoka pale atafute chai ya tangawizi, atafute nini jana bwana. Na wale wenyewe wallahi mimi sizungumzi maneno, nazungumza naona kwenye clip hivyo wafanya wale wenyewe wale wafursi wale wajipigi wale wafanye vita pole. Angalia tu mjinga yule jipiga si ujifanye una imani, kumbe 500 yangu nakupa yeye ajigusa rongo kubwa. Si mtaona, ngojeni mkiona nyinyi mtaamini maneno yangu, naongea kweli. Jamaa zetu tangu na hapo wapenda kucheza, kisha wakaletewa mchezo wakaongezwa na kujipiga. Basi pole itakuja, mtakuja kuona watu kijipiga na masilisili kama vile wanaofanya kule wale wenda wazimu kule. Mzee mmoja amepigwa kichwa akabandikwa bendeji hivi, ambebwa kwenye kiti kile cha kusukuma kile. Sasa mmoja yamvuta video kumwambia inshallah majur mshia utapata ajira sijadi. Yule mzee amwangalia majur Allah yalaana abu mshia, yeye mwenye mshia sema Allah yalaanu Allah walaani. Angalia vile ninapasuliwa mzee pia kumbakisha pasuliwa kichwa, ajua ushia si dini. Saa nyingine huenda ikaja sababu ukapata dhiki mpaka jamaa kama hii dini, hii si dini. Siambiwa majur inshallah, sema majur ajiri gani hii ajiri? Angalia vile nimepasuliwa kichwa na mpigwa bendeji huko kote, bendeji zinjaa damu, mzee aburutwa. Allahu musta'an. Alhamdulillah ala ni'matil islam was sunna. Alhamdulillah. Kuna mambo mengine ukiona ujue msikitikie mtu juu cheki.
mambo mengine yachekesha. Lakini mtaona leo ni tarehe 10, sio? Inshallah kuanzia kesho tutaanza kutumwangalieni mahali fulani. Alafu kitu cha ajabu, wale watu wanaosema angalieni mahali fulani, wewe wafanya nini? Wewe una mchango gani wewe? Yawezekana kuwa mtu Allah amemfungulia katika dunia mwashindwa kuchapisha vitabu kuwagawanyizia watu wajue ushia nini vya Kiswahili. Hamshindwi. Lakini wengi katika watu hata habari ya wanari jambo. Kwani la muhusu nini yeye? Yeye bora tumbo lake limesalimika basi. Hataki kujua dini ya Allah imechafuliwa nini, hata habari mtu wangu. Na wale wanaozungumza wakizungumza wana fidhuli wale wana ghera na wenda youth wale wana ghera. Kwa usiwanyoshe kidole wanaume. Kama wewe una diatha baki nayo mwenyewe. Hiyo kuna diatha dinia, udayuth katika dini kule, waona dini ya Allah yachafuliwa, wewe haina neno. Shauri zao bwana, hakuna cha shauri zao, bainisha. Na kama wewe si mzungumzaji, uwezi si msomi, basi umfunguliwa katika dunia, aqal shay jitolee basi chapisha vitabu. Wangapi katika ndugu zetu wa sunna wameandika vitabu, mashekhe wa sunna wameandika vitabu vingi kuhusu mashia, mpaka leo havijaona nuru ya jua kwa sababu hawana uwezo wa kuchapisha. Na wale wenye uwezo wamelalia ule uwezo wao, hawataki kuchangia. Kazi yao kusema waona bana watu wabaya sana hawa mashia wameingia hapa. Wewe wafanya nini? Watu wabaya si wewe mmoja wao? Ikiwa waweza wewe kusaidia kisha wazuia hutaki kusaidia, ya akhi una ghaira na dini ya Allah ayako, utabaki tu wabaya wameenea. Sasa nyinyi mfanya nini? Watu wafanya da'wa kwa kadri ya uwezo Allah aliwapa. Walioandika wameandika, walikwenda seminars wamefanya. Sisi kongamano la nini? Bibi na bwana, kama mmekosana mwalikwa vizuri, si vibaya. Lakini kila siku makongamano ya bibi na bwana tu, kila siku makongamano ni harusi tu. Sababu si watu wapenda kuoa, ni khairi si uovu. Lakini mshawasikia kongamano nini? Tauhid. Muone kama watu watakuja, watu watafumkana hapo, hawaji. Kongamano nini? Tuzungumzia kuhusu Shia katika vitabu vyao, wasema nini mashia, waislamu wajue. Lakini wazi, waacheni waislamu wajue ile hatari na wakabili. والله المستعان. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Mtume sallam akasifu kile kizazi cha masahaba, karne yao ndio bora kabisa katika umma, kisha wanaofuata, kumaanisha kila ukisonga mbele wale wa kabla walikuwa wabora. Kwa hivyo enzi ya masahaba ndio bora zaidi kuliko tabi'in, na tabi'in ni bora kuliko atba' tabi'in, wa hakadha. Hii dalili ya 6 ameeleza kwa kirefu, insha Allah taala tutakuja kuizungumzia katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.